Nashika tu hivyo baba. Kama niangalie panavyojenga. Hao watu wametoka. Hamjambo jamani. Mnaacha tu. Mna miaka mingapi mnafanya kazi hapa? Mmeanza lini kujenga? Kuna muda mrefu sana. Mna muda gani mnajenga? Hakuna muda mrefu sana. Kama miezi mingapi au wiki ngapi? Hapa kama miezi miwili. Ndio mmeanza kujenga. Yuko wapi msimamizi wa kazi? Kuna muda gani mnaanza? Nasikia. Kuna mwezi mmoja na nusu. Mlipewa lini kazi? Tulikabidhiwa kazi tarehe 24. Tarehe 24 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 6. Ndio tuliposaini mkataba. Tarehe 24 mwezi wa 6. Ndio mwisho. Contract ina gharama gani? Shilingi bilioni 14. Bilioni 14. Ndio mheshimiwa. Hapa mnatakiwa mfanye kazi gani? Hapa tunafanya machinjio ya kisasa ambayo ina contract ya miezi 18. Machinjio yakoje yatakayojengwa? Machinjio hapa mheshimiwa yatakuwa ni machinjio ya kisasa ambayo yana uwezo wa kuchinja ng'ombe 1000 na mbuzi. Na itakuwa ni machinjio ya kisasa kwa sababu ya utaratibu ambao utakao unafanyika hapa. Ni utaratibu ambao thamani ya ng'ombe wetu itaongezeka. Kwa maana kwamba twende tu nieleze. Katika hatua za mwanzo tunaambiwa ni lazima tutengeneze mazingira ya kuhakikisha ng'ombe hao wanaendelea kuchinjwa na wananchi wa Dar es Salaam ndio wanaendelea kupata chakula chao kama kawaida. Kwa hiyo tunahakikisha amani inafanya kazi.
Hamjambo. Haya, nataka nimuulize kwanza huyu contractor, kwa sababu nimeona mwenyewe na sijawauliza. Hebu nieleze contractor, gharama ni kiasi gani na umeanza lini? Chukua mic hapo unieleze vizuri. Mheshimiwa Rais, naitwa Engineer Elisante Ulomi kutoka shirika la nyumba. Tunakushukuru sana kwa kututembelea. Mimi hujanishukuru, wewe nieleza tu unacho. Asante. Mradi huu tumekabidhiwa tarehe 25 mwezi wa 6. Ndio masainiano ya kwanza yalipofanyika na tukaanza mwezi wa 7. Tunakushukuru sana kwa sababu fedha nazo tumezipata wiki 2 zilizopita kutoka halmashauri ya Ilala, na kabla ya hapo shirika la nyumba tumeendelea na zile kazi za maandalizi ya kwanza, yaani kuhakikisha kwamba mifugo yetu inaendelea na taratibu zote. Wewe usiwe mwanasiasa, wewe mimi nataka unieleze, wewe si engineer? Ndio mheshimiwa. Nataka ueleze hii kuhusu kazi umekabidhiwa. Umesema umekabidhiwa mwezi wa 6. Ndio mheshimiwa. Gharama yake uhitaje ni bilioni ngapi? Gharama yake wa Tanzania. Unamaliza lini? Mkataba wako unasemaje? Unajenga lini? Hayo ndio nataka. Haya kunishukuru mimi, wameshanishukuru mno wapiga kura. Nina wajibu. Asante mheshimiwa. Mradi huu ni mradi wa miezi 18. Tunategemea kumaliza mradi huu mwakani Juni. Halafu baada ya hapo gharama ya mradi huu ni kiasi gani? Bilioni 14 mheshimiwa. Unajenga majengo mangapi hapo? Tunajenga jengo moja la ghorofa, basement na ghorofa moja. Kwa hiyo basement na ghorofa moja bilioni 14. Ikijumlisha mashine kwa ajili ya uchinjaji na uhifadhi. Mashine za aina gani mtakazozileta kwa ajili ya kuchinja? Tutaleta mashine za uchinjaji pamoja na mashine za kuhifadhia. Mashine za aina gani? Hata kisu cha msumeno ni mashine. Ndio. Hata zile za kufunga kwenye umeme unapasua wanazotumia hawa ni mashine. Tutaleta mashine za uchinjaji, hata shoka ni mashine kwa njia nyingine. Automatic slaughtering machine, ambazo hizi automatic slaughtering machine ni ngapi mnazoleta? Zitakuwa 2. Moja itakuwa kwa ajili ya uchinjaji wa ng'ombe, ya pili itakuwa ni kwa ajili ya uchinjaji wa wanyama wadogo wadogo ambao ni mbuzi na kondoo. Aha. Kwa nini mradi wa namna hii uchukue bilioni 14 point something alafu ukae na miezi 18 wakati ni jengo moja tu la ghorofa? Humo mjini wa kina Elisante wenzako huwa wanatumia muda gani kujenga jengo la ghorofa moja? Pamoja na tutatumia muda mfupi. Jengo tumesema miezi 18. Ndio. Hiyo ni kulingana na mkataba. Lakini sisi kama shirika la nyumba, mkataba wangekupa hata miaka 5, ungekaa tu miaka 5 hapo. Hapana mheshimiwa. Sisi tutafanya chini ya miezi 18. Mkurugenzi yuko wapi? Haya, nieleze huu mkataba ni wewe ndio ulikuwa engineer? Hapana, mimi sio engineer, mimi ni mkurugenzi wa manispaa. Haya, estimate ya mradi huu, hebu nieleze kidogo kuhusu mradi. Mheshimiwa Rais, mradi huu kama alivyosema unasimamiwa na mkurugenzi au uko chini ya nani? Tuna consultant, loan consultant ndio anasimamia. Mimi nauliza client ni nani? Client ni mkurugenzi wa manispaa. Haya, ndicho ninachotaka. Consultant ni msimamizi tu, ni kibarua wenu. Ndio Mheshimiwa Rais. Haya, niambie sasa. Engineer's estimate ilikuwa kiasi gani? Na kwa nini mmeutangaza kwa miezi 18 jengo la ghorofa moja? Mheshimiwa, engineer's estimate ilikuwa ni 12.5. Mwanzoni tulitangaza tukapata ambaye ameshinda alikuwa ni group 6 kwa thamani ya bilioni 17. Ikaonekana kwamba zile fedha za kunyongeza zilikuwa hazipo, ndio maana mchakato tukauanza tena. Kwa hiyo tulipoanza tena ndio Mheshimiwa mkuu wa mkoa akasema tutafute kampuni ya serikali ambayo itafanya hiyo kazi. Engineer's estimate ni kiasi gani? 12.5. Walipotangaza wakaja wa 17. Sasa kwa nini mlimpa na engineer's estimate? Sokwa hatujampa Mheshimiwa, ndio maana tulisumbuana, alikuwa group 6.
tukashindwa kuongeza zile bilioni zilizokuwa za nyongeza, ndio maana tukarudisha sasa, akapatikana National Housing ambaye amejenga kwa hiyo bilioni 12.5. Hata ndugu zangu wananchi, huu mradi kwenu unawafurahisha nini? Yaani kuchimba kishimo hicho kuanzia mwezi wa 6, wa 7, wa 8, huu mwezi wa 9 wanachimba kutoa yale maudongo yale. Hebu eleza. Haya, mpe yule. Wewe ni wa hapa si ndio? Wewe sio wa hapa. Mimi nataka wa hapa, Walalahoi wa hapa. Kuna basi suruali yako naona mkando umelegea. Haya. Asante sana Mheshimiwa Rais. Nataka muongee ukweli kwa sababu hizi ni hela zenu, bilioni 14. Kwa majina naitwa Joel Meshaki, ni mwenyekiti wa ushirika wa wafanyabiashara mifugo na mazao yake hapa Vingunguti. Mheshimiwa, kwanza nianze kwa kukushukuru kwa ujio wako. Ni kwamba kweli sisi hapa ndio wanyonge wako. Na tangu ulipotangazwa mradi huu na Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulifurahi sana kwa sababu tumekuwa wahanga katika biashara yetu kwamba ngozi hatuwezi kuuza kokote kule, tunaambiwa ngozi haifai. Nyama yetu ni ya kuuzia tu wakazi ambao ni Walalahoi, hata supermarket haiwezi kuuza nyama yetu. Kwa hiyo kimsingi ujio wa mradi huu tuliufurahia, lakini mwenendo wake ndio umetutisha kwa sababu tangu tulipoambiwa kwamba tujibane eneo likatwe hapa kama ulivyoona mabati yametobolewa pale ukapita, kwamba tulikubaliana kwamba si tufanye kazi katika eneo hili lidogo, lakini kule tuupishe mradi ujengwe kwa haraka. Kinyume chake, zaidi ya miezi 6 iliyopita tunaona kilichotokea ni shimo tu lile, na hatuoni kwamba kama tulivyoambiwa ndani ya mwaka tutakuwa tayari machinjio yameshakamilika. Kwa hiyo msingi, kutokana na shimo lililochimbwa, tunashushia ng'ombe barabarani pale, tunasababisha foleni ya magari na ng'ombe zetu tunagonga magari ya watu, tunalipa pesa. Kwa hiyo msingi, tunaomba Mheshimiwa Rais kupitia ujio wako kwamba kama nia yako ilivyo ni ya dhati kwetu wanyonge, tunaomba mradi huu usimamiwe na uishe kwa wakati ili hatimaye na sisi tuweze kutoka wanyonge wa Vingunguti. Mwingine. Haya, huyo hapo. Zungumzeni tu, mimi hawala mna. Asante sana Mheshimiwa. Kwa majina yangu naitwa Mr. Mtambwa Lioki Motoka Mbogo. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa ujio wako, tunakushukuru sana, Mungu akubariki. Lakini tunayo matatizo chungu nzima, achilia mbali na mradi. Mradi kweli kama mwenyekiti alivyoeleza ndivyo unavyoendelea, siko kinyume naye. Ila sasa sisi hapa tuna matatizo chungu nzima, hasa kwa upande wa biashara yetu, hususani ngozi. Mheshimiwa Rais, ngozi hapo unapotuona Mheshimiwa, tunauza ngozi moja au pisi moja shilingi 200, ngozi ya mbuzi. Na ngozi ya kondoo haina bei kabisa. Tukisema kwamba ushuke maeneo hapo chini ndio kuna dampo lake, wakazi wapo maeneo hayo wanapata shida sana na ile harufu, kwa maana zinakwenda kutupwa, hazina soko. Ngozi ya ng'ombe inauzwa shilingi 3,000 mpaka 3,500. Ikipanda sana kidogo yenyewe inakuwa na soko kidogo, hatujui ni kwa sababu gani. Labda atatueleza waziri kama yupo au naibu wake kama yupo, tatizo liko wapi. Ngozi ya ng'ombe inaenda mpaka shilingi 5,000. Mheshimiwa Rais, hiyo ndio bei ya ngozi kutoka shilingi 5,000 tuliyokuwa tumezoea ngozi ya mbuzi, na sasa ngozi kuuzwa shilingi 200. Mheshimiwa Rais, ngozi ile ndio iliyokuwa inasababisha sisi tunaleta pale kitu chochote kwako na wewe kuturudishia sehemu ya 10 kwa ajili ya kutengeneza machinjio hayo. Mungu akubariki sana. Tunaomba Mheshimiwa Rais utusaidie kabla ya ujenzi wa machinjio haya ili wafanya biashara tuweze kujinasua na kuweza kulipa kodi yako. Tunapata taabu sana Mheshimiwa Rais. Tulishaliagiza hili kwa mkuu wa wilaya, amekuwa ni rafiki yetu kipenzi, mara nyingi amekuwa akija kutatua matatizo hapa, hususan wakuu wa vituo hapa wametusaidia sana. Walikuwa wanatusaidia sana kuhusu shida mbalimbali za hapa, kwa maana tuna shida chungu nzima ambazo zinasababisha sisi ugumu wa maisha hadi kufika sehemu watu kuuana ovyo ovyo, hata shilingi 50 Mheshimiwa Rais humu inatoa mtu roho. Mkuu wa mkoa, kwa nini mradi uchelewe na mkaweka makandarasi? Nimekuta watu 5 tu wanafanya kazi, utamaliza huu mradi hauwezi ukaisha.
Mheshimiwa Rais, mradi huu ulichelewa kwa sababu nyingi, na sisi kama mkoa tulipogundua umechelewa na kwa maelekezo yako mwenyewe tuliamua kuitisha kikao si chini ya mara 3 na kutaka mradi huu ufanywe kazi. Kama alivyosema mkurugenzi, kwa awali bajeti iliyokuwepo ni bilioni 12.5, lakini walipotangaza tenda kwa utaratibu wao, na sisi tulifundisha habari ya utawala wa sheria kutokuingia mamlaka, wakatangaza tenda wakapata mdhabuni wa bilioni 17.5, jambo ambalo lilikuwa linaongezeka zaidi ya bilioni karibia 5.5. Wakalazimika kwa maelekezo yetu ya kwamba waendane kulingana na design iliyotengenezwa na uwezo wa bajeti uliokuwepo. Ndio pale tulipoamua kuingilia na kuitisha kikao pale mkoani na kutafuta mkandarasi ambaye ni mtu wetu, kwa maana mtumishi au kampuni ya serikali. Kilichotokea kingine, Mheshimiwa Rais, ni ucheleweshwaji wa mobilization fund. Ile fedha ndio imetoka wiki 2 zilizopita. Maana hata mkandarasi mwenyewe alikuwa anaanza kwa kusuasua kwa sababu anategemea hela ya kwake, lakini sio fedha iliyotoka kwa ajili ya kuanza ujenzi wa mradi huu. Fedha zilitolewa na nani? Fedha, Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa taratibu zinatoka hazina, na zikitoka hazina ndio zinaingia kwa mkurugenzi wa manispaa, na manispaa ndio inatumia nafasi hiyo ya kulipa. Mkurugenzi, fedha mmezipata lini? Mheshimiwa Rais, tulipata kama wiki 2 zilizopita na fedha tushazidiscuss. Kutoka wapi hizo fedha? Kutoka hazina. Kwani contractor anapopewa kwenye site huwa anapewa mobilization period, walipewa muda gani? Ilikuwa ni wiki 2. Sasa kama ni wiki 2, contractors ni registered class 1 contractor. Ndio Mheshimiwa. Yeye alitegemea apate kazi ndiye afanye. Si tungempa mtu yoyote hapa ambaye hana hela. Kuna mkurugenzi wa National Housing hapa. Haya, mkurugenzi wa National Housing. Asante Mheshimiwa Rais. Naitwa Margaret Ezekiel, ni kaimu mkurugenzi wa ubunifu. Ni kweli tumepata hela kwa ajili ya mobilization wiki 2 zilizopita. Tumepewa hela ngapi? Tumepewa bilioni 1.8. Lakini kabla ya hapo tumeshatengeneza ofisi ya kwetu upande wa pili, kwa sababu hapo tunachimba. Kuna ofisi pamoja na store. Ndio kwa bilioni 1 point. Hapana, hiyo tumetumia hela zetu za ndani. Tumetengeneza condemnation pit, sehemu ya kutupa wanyama ambao hawafai. Kwa hapa, kwani zamani walikuwa wanaota. Walikuwa wanatupa upande wa pili kule ambapo ni site. Kwa hiyo tumetumia hela yetu ya ndani kutengeneza hiyo condemnation pit. Sikiliza mkurugenzi, unajua utanichafua tu mwisho nichukie bure. Umenielewa? Unapopewa kazi, ndio unapoanza mobilization, hayo nayo niambia ni yenu. Kutengeneza site ni yako, kutengeneza mobilization ni yako. Mimi nimekaa kwenye construction industry zaidi ya miaka 17, na ndio maana ninajua National Housing ilipokuwa ikipromotiwa kutoka class 3 mpaka class 1 as registered contractors kwa mujibu wa sheria namba 17 ya mwaka 97. I know everything. Umenielewa? Sasa nataka niwaeleze kitu kimoja. Nataka hii kazi mnielewe, National Housing, mkuu wa mkoa, wakurugenzi, DC, everybody aliyopo hapa. Nataka hii kazi. Mmenielewa? Lakini wala si mpaka mwezi wa 7. Mmesema mpaka mwezi wa 7. Hapana. Umenielewa? Hamwezi mkajenga jengo la ghorofa moja uchukue miezi 18. Ni uzembe wa hali ya juu. Anzeni mfanye kazi usiku na mchana. Wacheni generator. Hawa watu wanateseka kwa ajili yenu. Nazungumzia ma contaminations and so on. Hawa wanataka jengo, wachinje mbuzi, wachinje ng'ombe, wapate pesa. Sasa haiwezekani serikali ikatoa bilioni 14 halafu hakuna kazi inayofanya. Contractor ni watu wawili wako pale. The effective ya kazi haipo. Muwe na timu ya kutosha, mufanye kazi usiku na mchana. Ikiwezekana tafuteni hata kama ni wanajeshi, muwape contract, muweke subcontractors, mzigawane hizo hela, msizile ninyi wenyewe. Nataka kazi hii, huu ni mwezi wa ngapi?
Wa 9. Nataka mwezi wa 12 nitakuja hapa. Na mkuu wa mkoa na mkurugenzi, muache maneno tu. Nataka kupata matokeo, ndicho mimi ninachotaka. Sio mambo ya kuja mnaonekana mnafanya nini, nataka results. Ndio maana nimewapa mkoa, ndio maana nimekupa wilaya, ndio maana nimekupa manispaa. Wananchi hawa wanataka matokeo. Bilioni 14 zipo, lakini huwezi ukapewa hela bilioni 14 wakati hakuna kazi. Elisante, unafahamu kupata hela lazima uproduce certificate. Nasema uongo? Kwani mngekuwa mmeproduce certificate hata 3, si mngekuwa mmeshapata hata bilioni 5? Unataka kumdanganya nani? Kulipwa hela kuletwa hapa lazima uwe na certificate. Sasa kama hakuna certificate utalipwaje hela? Sasa mjipange leo wote. Na kwa sababu hii National Housing ni mali ya serikali. Sasa mkurugenzi, kamwambie waziri wako Rukumi, kamwambie katibu mkuu wako na ninyi wengine wote, contractor on the other side, consultant yuko wapi? Kwa nini mwe na consultant wa ajabu tu hapa mnamlipa hela za bure? Kwani mlishindwa consultant kwa hata TANROADS? Mnamchukua consultant analipwa hela ngapi? Analipwa ngapi consultant? Milioni 200 mheshimiwa rais. Milioni 200 mheshimiwa rais. Za nini wakati hata hapo hayupo? Sasa nataka muende spidi. Kweli nawaambia, sije mkanilaumu. Nimekuja hapa nimevamia mwenyewe kwa sababu hili ni Vingunguti limezungumzwa mno. Nataka hawa watu, alafu cha pili, ukipewa site ikiwa ni barabara lazima provide alternative route, si ndio? Sasa mmepewa site hii ya wachimbaji, ni lazima muwatengenezee mazingira ya mahali hata pa kuchingia na shughuli zao. Mmezungusha ni eneo kubwa, wakati hamlitumii, mnachimba shimo tu pale kama choo. Mimi najua mmenielewa, nimeelewa hapa, lakini niwaombe ndugu zangu, hebu tuvumilie tuone. Mjipange, yani hii ndiyo fatiki. Mkuu wa mkoa, rasi, DC, mkurugenzi, National Housing, wizara. Sikutakiwa mimi niwe hapa. Nilitakiwa nije hapa kuja kufungua. Mambo ya ovyo tu, watu ukiangalia hakuna chochote kinachofanyika. Na fedha mnakusanya hapa halmashauri, hamkusanyi hapa hela. Unakusanya kiasi gani? Ndio hapa, mnakusanya kiasi gani? Milioni 100 kwa mwezi. Kuanzia leo hakuna kukusanya hata senti 5. Usimuone mkurugenzi anakuja kukusanya hapa hela mpaka mtakapomaliza kujenga jengo lao. Najua mmenielewa. Hamwezi mkawa mnawakusanyia watu fedha, hawa wanahangaika mahali penyewe ni pachafu. Hapa mtoe huduma zinazotakiwa za kufagia na mtoe kwenye sources nyingine. Hapa mpasahau kwanza kukusanya hela mpaka mtakapomaliza jengo lenu. Kwa hiyo kama zilikuwepo mtu anakula hela kwa sababu ya Vingunguti, akome kuzira. Ni lazima tujifunze mahali tunapotafuta pesa, tuwekeze pesa. Vingunguti oye! Wachungaji oye! Jamani, mnisamehe nimewavamia hapa, naomba mniruhusu niondoke mimi. Ndugu zangu, ninawaomba tushughulikie hili swala. Sasa watakuwa wanakuja hapa wanachinja bure, anaondoka bure, anakula mshikaki wake bure. Asije mtu kuja kuomba nini? Na nini, msikubali kuja kuombwa hela yoyote ya ushuru. Mmeteseka mno, mmelia mno, mmedhulumiwa mno.
lazima ifike mahali sisi watendaji wa serikali tuwatendee haki ninyi tunaowakusanyia hela zenu. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, nasi mkurugenzi, watendaji wa National Housing, fanyeni kazi usiku na mchana. Mkishamaliza hili jengo na kadhalika, ndio hawa watakuja kuanza kulipa. Watalipia kwenye jengo lililo safi. Na mkae mfanye kikao, ikiwezekana hata leo, Wizara ya Ardhi ambayo inasimamia makontrakta, halmashauri, mkuu wa mkoa, you should finish this job. Asanteni na Mungu awabariki sana.